Nataka nizungumze na wewe kwa dakika chache sasa kwa habari ya Pentecost. Pentecost ni wakati na majira ya kimungu aliyoyaweka kwa wale walioamini. Ni majira ya Mungu kutembelea imani za watu wake. Fungua na mimi katika kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa 17 hadi 18. Kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa 17 hadi 18. Biblia inasema, hakika nitakubariki, nami hakika nitawazidisha wazao wako kama nyota za mbinguni na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zake. Soma baadhi ya Biblia inasema, na uzao wako utamiliki malango ya uzao wako ya adui zake. Na anasema, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia yatabarikiwa, kwa sababu umeitii sauti yangu. Narudia, kwa sababu umeitii sauti yangu. Sura ya 22 katika kitabu hiki cha Mwanzo ni sura inayozungumzia imani, utii, sadaka na agano. Ni Mungu alipokuwa anashughulika na Ibrahimu kama mtu aliyeokoka. Ibrahimu ni moja kati ya watu waliookolewa, kutolewa kwenye ufalme wa giza, kutolewa kwenye madhabahu za shetani, kutolewa chini ya utawala wa nguvu za giza, na akahamishwa kutoka kule Uru ya Wakaldayo na kupelekwa katika eneo ambalo Mungu alikuwa amelichagua. Uru ya Wakaldayo walikuwa ni watu wanaoamini juu ya nguvu za giza. Walikuwa ni watu wanaoamini juu ya mashetani. Walikuwa ni watu wanaoamini katika kupitisha watoto wao katika moto. Walikuwa ni watu wanaoamini katika nyota. Walikuwa na imani za kipagani, na kumjua Mungu hakukuwa ndani yao. Eneo hili ndilo ambalo Mungu anaenda kumchukua mtu ambaye alimkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Abrahamu wakati yuko nyumbani kwao alikuwa na familia nzuri, alikuwa na watu wazuri, alikuwa na marafiki wazuri, lakini Mungu anamwambia, ninataka niwe Mungu wako, lakini ili niwe Mungu wako lazima utoke kwenye hii nchi ambayo ni ya baba yako, ambayo ni ya mama yako, ambayo ni ya ndugu zako. Na ni kwa sababu watu hawa ni watu wanaoamini nguvu za giza, na kwa sababu wanaamini nguvu za giza, ukiishi kwao hakuna namna utakuwa salama, bali utadhibitiwa, utakamatwa na hizo nguvu za giza. Ni kama leo ambavyo Mungu anaweza akakutana na wewe na akakuita katika wokovu, na anakwambia kanisa unaloabudu, dhehebu unaloabudu, madhabahu uliyopo ni madhabahu ambayo haiwezi kukusaidia kutembea kwenye agano lako na Mungu. Niwe kushuhudia, mimi ni mtoto niliyekuwa napendwa na mama yangu sana, kwa sababu ni mtoto wa mwisho. Lakini siku nilipoikataa dini ambayo alinirithisha, ulikuwa ni mwanzo wa uadui wa kutisha kati ya mimi na mama yangu. Lakini kwa sababu nalimkubali Mungu kuliko chochote, nilikuwa tayari kutoka kwa mama yangu, kutoka kwa ndugu zangu, kutoka kwa marafiki zangu, ili niambatane na huyu Mungu. Abrahamu anaambiwa haitaishiwa tu kuhamishwa, na hata utambulisho wako, utambulisho wa mke wako utabadilishwa
hamtakuwa watu wa asili ya miungu, bali mtakuwa watu wa asili ya Mungu aliye hai. Majina yao yalikuwa ni majina yenye maana katika makabila yao. Nitakupa wakati mwingine maana yake. Mungu anataka abadilishe kila kitu kutoka kwa Abraham, na anapokibadilisha anamuita Ibrahim. Anampeleka kwenye nchi ambayo ilikuwa ni eneo ambalo Mungu anakaa mbele yake, ambalo Mungu anashughulika na watu watakaoishi katika ile nchi. Na ile ilikuwa ni nchi yenye mipaka kamili ambayo inajulikana ni taifa la Mungu, sio miliki ya mwanadamu. Mungu akamhamisha Abrahamu akamleta kuwa Ibrahimu. Na alipoingia katika nchi ya Kanaani, kuna mambo yalikuwa ni matatizo aliyokuwa nayo wakati yuko nyumbani kwao kule Uru ya Wakaldayo. Mojawapo ya shida aliyokuwa nayo ilikuwa ni kuwa mke wake hakuwa na watoto, alikuwa tasa, na mambo mengine kadha wa kadha ambayo yalikuwa ni matatizo binafsi ya Ibrahimu na familia yake. Na Mungu anapomuita anamuahidi zile changamoto ambazo miungu yao haikuweza kumsaidia, angeweza kuiondoa. Ile shida ambayo imeshindikana kwa miungu yao angeweza kuiondoa. Anajitambulisha kwake, anasema mimi ni Mungu Mwenyezi. Bwana Yesu asifiwe. Na anapomtoa sasa katika ule ufalme wa giza na kumleta katika ufalme wake, tunaanza kuona ahadi za Mungu kwa Ibrahimu. Mungu anamwahidi, anamwambia utazaa mtoto, utazaa mtoto, na katika uzao wako watatokea watoto wengi. Dunia hii itajawa na watu wako, lakini kumbuka mke wake ni tasa. Kumbuka mke wake hawezi kuzaa mtoto. Ibrahimu anaanza kuzisubiri ahadi za Mungu mwaka kwa mwaka. Anafikia hatua anachoka, mke wake anachoka. Mke wake anatoa ushauri alale na mjakazi, na akapata mtoto. Mungu akamwambia, huyu siye mtoto niliyesema nitakupa. Yuko mtoto ambaye anatakiwa apitie kwa sala. Biblia inaonyesha ahadi ya Mungu ipo, lakini ahadi ya Mungu inachelewa kwa Ibrahimu. Biblia inasema wakati Ibrahimu ameishi Uru ya Wakaldayo miaka kwa miaka, wakati mmoja akiwa amekaa ametulia, anashangaa mbele yake wanatokea watu watatu, na anapowatazama kwa mbali anauona utukufu wa Mungu juu yao. Biblia inasema akawakimbilia, na alipowakimbilia akawaomba wafike nyumbani kwake. Walipofika nyumbani kwake akamwaomba awaandalie chakula, na akamfuata mke wake akamwambia, chukua ule unga wa thamani wa kutengeneza mikate, ule unga ambao walikuwa ni unga wa kitajiri. Yamkini ukienda supermarket unaweza ukaona kuna kilo moja ya mchele inauzwa 30,000, kuna kilo moja ya mchele inauzwa 2,000. Anamwambia mke wake, tafuta unga wa thamani, na anaenda kwenye zizi anachukua ng'ombe mzuri anayefaa kwa chakula. Wanatengenezewa watu watatu chakula chenye thamani. Wakati wanakula kile chakula, wanatoa ahadi, udhihirisho wa ile ahadi iliyotolewa miaka mingi kwamba utazaa mtoto. Sasa Mungu anasema mtoto huyu wakati wake wa kuzaliwa umefika. Nataka uelewe vizuri, ahadi ya Mungu haitimii, ahadi ya Mungu haitokei mpaka wakati Ibrahimu anapotoa kitu cha thamani kuwapa watu waliokuwa wanaonekana na utukufu wa kimungu, na kumbe alikuwa ni Mungu amemtembelea.
inazungumza, inasema baada ya kula kile chakula, ilikuwa ni mlango wa ule muujiza kutokea. Sarai akabeba mimba, Sarai akamzaa mwana, Isaac akazaliwa. Ahadi inasema uzao wako utakuwa mwingi, uzao wako utakuwa kama nyota za angani, uzao wako. Ili ahadi hii itimie, Mungu anamwambia, namtaka huyo mwanao ambao ulichelewa kumpata, ambao sasa jaribu kufikiria kama Sara alikuwa na miaka 90 wakati anabeba mimba ya Isaka, alafu Isaka wakati anaenda kutolewa sadaka ni zaidi ya miaka 15. Ina maana kuna miaka 90, 100 hapo. Huyu mama atazaa lini tena? Ni kitu ambacho kilikuwa kinakatisha tamaa, kwamba Mungu vipi sasa? Tulikuomba haukutupa haraka, mpaka tulipotoa sadaka ndo ukatupa. Sasa na hako ulikotupa na Kenya unataka tukatoe. Ibrahimu hakuona shida. Ibrahimu akamchukua yule mwana akaenda kumtoa dhabihu. Na baada ya ule utiifu wake kudhihirika ya kwamba Ibrahimu anamtii Mungu, ndipo hii sura ya 22 mstari wa 17 hadi 18 unaeleza, hakika nitakubariki, hakika inaenda kutokea. Ina maana ahadi ile ilikuwa imetolewa, inahama kutoka kwenye ahadi, inatoka kwenye ahadi, inakuwa udhihirisho. Uliahidiwa, sasa inatokea. Unajua kuna watu wanaishi, waliahidiwa, wanaishi na ahadi, wanakufa na zile ahadi hazijatokea. Ukiwafuata watumishi wengi wa Mungu, ukiwauliza wakati unaitwa Mungu alikuonyesha nini? Ukiwafuata mchungaji yeyote, mtume yeyote, mwinjilisti, atakwambia Mungu alikuwa ananionyesha nikiwahubiri watu wengi sana mbele yangu. Lakini huyu anakuwa mchungaji mpaka anakufa na washirika 13. Yale maono ya watu 10,000 mbele yako yanaendaga wapi? Hakuna ahadi itakayotimia kwenye maisha yako kutoka kwa Mungu mpaka utakapokuwa umetii kile anachokuongoza. Anasema hakika nitakubariki, hakika nitauzidisha uzao wako kama nyota za mbinguni. Anasema ilikuwa ahadi, sasa inaanza kutimia. Sasa anasema hakika uzao wako utamiliki malango ya maadui zao. Anaahidi, anasema na katika uzao wako mataifa yote yatabarikiwa. Mesia atazaliwa kutoka kwenye uzao wako. Watu watamwona Mungu kwa sababu ya uzao wako Abrahamu, yule mtu ambaye anaahidiwa. Sasa ule udhihirisho unaanza kutokea. Biblia inasema ni kwa sababu umeitii sauti yangu. Huwezi kumtii ambaye hujamsikiliza. Huwezi kumtii ambaye hajasema na wewe, na hawezi kusema na wewe mpaka umemsikiliza. Sijui kama unanielewa. Mungu hawezi kuzungumza na mtu ambaye hayuko tayari kusikia kile Mungu anachoongea. Mara nyingi hatumpi Mungu nafasi ya kusikia Mungu anasema nini. Angalia, watu wanapokuwa katika matatizo, ndiyo majira ambayo kila utiifu unatimia. Mtu mmoja akanichekesha wakati mmoja, akasema, mchungaji, we niombee ili tatizo likiisha natoa na sadaka. Natoa kwa sababu tatizo limeisha.
Ina maana bila tatizo huwezi toa. Mtu mwingine akaniambia, yani tatizo hili likiisha, baba, naanza kutoa zaka. Yani unatamani utengeneza ushirika na Mungu katikati ya giza, katikati ya mateso, katikati ya dhiki, katikati ya taabu. Haiwezekani. Ushirika harisi na Mungu unasababisha hata haya mabaya yasitokee, ili usije ukamlilia Mungu katika mateso. Biblia inazungumza, inasema huyu Ibrahimu alipotii, alipofuata maelekezo na mwongozo wa kimungu, ndio wakati ambao ahadi ya Mungu ilianza kutokea. Jaribu kufikiria, haya ni majira ya Pentekoste. Mungu ametuagiza nini? Mungu anatufundisha nini? Joshua katika ile sura ya kwanza mstari wa 7 na 8, Biblia inasema uwe hodari na shujaa sana. Uwe hodari na shujaa sana, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Nataka uelewe hapa, uwe hodari na shujaa sana. Katika nini? Sio katika kupigana, sio katika mazoezi ya kivita. Anasema uwe hodari sana katika kujua Mungu amekufundisha nini. Inarudia hata katika kitabu cha Waefeso, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Ukikutana maafisa wa benki, afisa wa benki hafundishwi namna fedha feki ilivyo. Kama umeajiliwa kwenye kampuni ya benki, unaona wanasimama kuwafundisha fedha feki, achana na hicho kibanda cha wakara. Hamna benki hapa. Afisa wa benki anafundishwa original, alafu baada ya ile original kuitambua, akiona feki anaelewa hii sio halisi. Huwezi kuwa na elimu juu ya mashetani ndio uyashinde. Unapokuwa unaijua sheria ya Mungu, mwongozo wa kimungu, ndipo unapoanza kutambua jeusi na jeupe. Katika dunia sasa ni ngumu kuelewa imani potofu, imani sahihi ni ngumu. Unaijua imani ya kweli ile inayolifuata neno la Mungu, sio kwa sababu ya tabia za mhubiri, sio kwa sababu ya aina ya miujiza, sio kwa sababu ya harala za mtu. Hapana. Unajua, mimi wakati sijaokoka nilikuwa naona wainjilisti ni vichaa. Yaani akipita naona hiki chai imekolea. Wakati mwingine unaweza kukutana, nilikuwa na mke wangu tunapita mahali mjini, tukakutana mwinjilisti anahubiri. Yaani kwanza ana kispika kile cha kuchaji amekiandika mpaka chote kimejaa wino mwekundu. Yeremia ngapi? Yaani kispika chote amekichafunika. Una shida gani huyu? Imani ya kweli haipimwi na aina ya mhubiri, aina ya kanisa. Imani ya kweli inapimwa na neno la Mungu linafuatwaje. Hawa watu wanauishi mwongozo wa kimungu au misingi yao ya kidini iko vizuri, ambayo ni kama inawalemba hivi. Sikiliza, Pentekoste si kwa sababu ya Roho Mtakatifu inaitwa Pentekoste. Kuna mtu hajanielewa. Yaani hatuadhimishi Pentekoste kwa sababu ya siku ya kujazwa Roho Mtakatifu. Hilo lazima ulielewe. Pentekoste ni sikukuu ya Mungu. Yaani tunaposema Pasaka sio kwa sababu Yesu anaenda kufa msalabani. Hapana. Pasaka ni wakati wa uhuru wa mwanadamu kutoka kwa Mungu. Mungu anaingilia kati kukukomboa, kukuweka huru. Ni njia gani anatumia? Ile ni njia ya kimungu mwenyewe. Pentekoste ni wakati wa Bwana.
Na Mungu anashughulikaje na maisha yako? Anashughulika na wewe kupitia nguvu yake. Nguvu yake iko wapi? Anasema akishawaachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Pentekoste inakuagiza nini? Pentekoste inakuongoza ufanye nini? Hiki ndicho kinachoamua ahadi ya Mungu juu ya Pentekoste kutimia au kutokutimia. Natamani watu ambao wanatoka kwenye mfumo wa bubujiko la madhabahuni, alafu wakirudi nyumbani wanaendelea na mateso yale yale. Natamani watu ambao neema ya Mungu inaanza kuishi, kuonekana, kudhihirika katika maisha yao. Mtu akikuona auone ukuu wa Mungu ndani yako. Mtu akikuona auone uwezo wa Mungu ndani yako. Unawezaje kumtambua mtu aliyeokoka? Unawezaje kutambua mtu mwenye Mungu? Kwa unawezaje kumtambua mlevi? Unahitaji mashine ya kupimia ulevi? Unahitaji mashine ya kupimia mlevi kama huyu anayumba hivi, ni ulevi au si ulevi? Sinajulikana ulevi. Utendaji wa Mungu ni harisi, lakini hakuna ahadi ya Mungu inatimia kwenye maisha ya mtu mpaka utiifu wako kwa Mungu. Neno la Mungu linakuagiza nini? Uwe hodari na shujaa sana katika nini? Katika kuangalia kutenda sawasawa na sheria ya Moses aliyokuamuru. Anasema usigeuke kutoka kwako kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Usijaribu kupindisha, usijaribu kupunguza, usijaribu kukwepa mwongozo wa Mungu. Unasema nini? Kwa sababu anasema hivi, upate kufanikiwa sana kila uendako. Ina maana mafanikio ya Joshua yameungamanishwa na namna anavyoijua na kuiishi sheria ya Mungu. Unajua, tunaposema hatuko chini ya sheria, unaweza kusema unajua, Agano Jipya hatuko chini ya sheria. Ikoje hiyo? Mimi nataka nikwambie, tuko chini ya sheria ya Mungu. Kwa nini tunasema hatuko chini ya sheria? Wana wa Israeli walipokuwa wakitenda dhambi watu wachache, adhabu ilikuwa inalipata taifa zima. Kwa hiyo zikatungwa sheria za nchi za kuwadhibiti watenda dhambi. Wakawepo watu wameajiriwa kabisa, yaani wao wanaangalia watu wanaovunja Sabato. Yaani askari wanatembea wanaangalia, wakikuta unafanya kazi siku ya Sabato unakamatwa na unahukumiwa kwa sheria zao walizoziweka. Wanakuja kupiga hesabu kama hivi, umetoa zaka kweli? Yesu anashangaa, anasema mnaweza kutoa zaka za mboga mboga. Yaani walikuwa wanakuja askari kabisa, maodita, wataalamu wa uchumi, wanakuja kuangalia, umetoa zaka 200,000, tuanze kuangalia umepata shingapi. Ukionekana kuna namna umefanya ujinga, unakamatwa, unahukumiwa kwa sheria za nchi. Haikuwa tunapoambiwa hatuko chini ya sheria, sio kwamba hatuko chini ya sheria ya Mungu. Yaani Paulo alikuwa anazungumza kitu cha ajabu, ya kwamba hatuhitaji mtu, hatuna watu wa kuja kutuaudit. Sio kwamba Yesu ameweka maaskari sasa kwamba wewe umeomba, wewe umefunga. Anasema haiko hivyo. Sisi tunaishi katika roho. Sheria ya Mungu imeandikwa katika roho zetu. Ina maana ndani yetu tunaishi katika kile ambacho Mungu amekiamuru ndani yetu. Tunaishi katika mwongozo ule ambao Mungu ameuweka chini yetu. Ina maana hatuwezi kwenda kulia wala kushoto. Joshua anaambiwa ili afanikiwe kwa kila anachokifanya, itategemea na analijuaje neno la Mungu. Usipotii tu mara moja, lazima kuna pando shetani atalifanya ndani yako.
Ngoja nikwambie, mbegu ya shetani iko hivi. Unajua, lazima uelewe, sio kila mbegu unayoipanda leo itamea leo. Kuna watu wanaishi katika matatizo leo kwa sababu ya kutomtii Mungu miaka 3 iliyopita. Nataka uelewe, Mungu hapandi tatizo usipomtii. Biblia inasema yuko mshtaki wetu Ibilisi. Yani hapa katika majira ya Pentecost, yeye anaangalia tu nani ametii, nani hajatii. Kama hujatii, anapanda kambegu kake pale, anapanda mbegu. Wakati niko Mtwara, ilikuwa miti inaitwa mibuyu. Ndani watu wa Arusha wajui, sijaiona, sijui kama ipo. Ile mibuyu inaweza ikapeleka mizizi hata mita karibu mita 50. Yaani kadiri unavyokuwa kupanda juu na kunenepa, unapeleka mzizi mbali. Kuna mbegu shetani akiipanda ndani yako, inaweza ikaja ikatembea mpaka kwenye uzao wako. Mtoto wako anakufanyia kitu mpaka unasema Mungu nisaidie. Shetani anakuambia hii ni sababu hukumtii wakati Mungu wakati fulani. Kwa hiyo mwanao anakuwa adhabu ya kule kutokutii kwako miaka 5 iliyopita, miaka 10 iliyopita. Kila usipotii, shetani kuna mbegu anapanda ndani yako. Kila usipotii. Usijaribu kujitia moyo kwamba niko salama. Na ndio maana unaweza ukawa kijana mdogo ukajiona unafanya vitu vya ajabu kama hamna shida hivi. Kama hamna shida. Subiri miaka 20 ijayo, subiri miaka 10 ijayo, subiri miaka 7 ijayo. Ile mbegu aliyopanda shetani wakati ni kijana wa miaka 20 inaanza kuzaa matunda, inaanza kutoa matokeo. Kwa nini? Haukutii. Na swala la kutii katika level ya kile anachokitaka Mungu, anasema hata dhabihu. Wana wa Israeli walikuwa wanafikiri dhabihu inaweza ikabadilisha kila kitu kwenye maisha yao, lakini Mungu anawaambia level ya utii ni muhimu kuliko hata dhabihu. Kwamba ukienda mbele za Bwana, kitu kinachotazamwa cha thamani zaidi kabla ya dhabihu ni utii. Unatii neno la Mungu kwa kiwango gani? Mungu anapokuagiza unatii kwa kiwango gani? Wakati wa utii usione kama unapoteza. Wakati wa utii usione kama unaharibu. Utii una matokeo ambayo yanaweza mbegu yake ikaja kuota miaka 10 ijayo. Utii una matokeo ambayo yanaweza akaja kubadilisha historia ya familia yako. Kama ambavyo adui anaweza akapanda mbegu mbaya. Angalia mbegu anayoipanda Mungu kwenye uzao wa Ibrahimu. Ule utendaji aliokuwa nao Ibrahimu kwa Mungu uliamua kabisa nafasi ya Mungu kwenye uzao wake. Hata wanapoenda Misri, hawakwenda kama watumwa. Na walikuwa watumwa sio kwa sababu Farao alikuwa na nguvu, ni kwa sababu hawakuwa na Mungu ndani yao baada ya Yusufu kufa. Kwa hiyo wakatawaliwa na miungu. Lakini bado Mungu anakumbuka, anawatoa kwenye utumwa wao. Kutii neno la Mungu. Mungu anazungumza nini na wewe? Mungu anakufundisha nini? Anazungumza katika kitabu cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2, anasema hivi: heri mtu yule asiyekwenda kwenye shauri la waovu, wala hakusimama katika njia ya wenye dhambi, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa, bali anapendezwa na sheria ya Bwana, na kuitafakari sheria yake
mchana na usiku. Narudia hapa, bali anapendezwa. Yaani kinapokuja swala la kile ambacho Mungu ameagiza, kwake ni furaha, kwake ni nguvu, kwake ni kimbilio. Yaani kwamba Mungu anapozungumza, Mungu anapomwagiza, yeye anahisi furaha. Anazungumza kitu cha ajabu, anasema heri mtu yule asiyekwenda kwenye shauri la waovu. Yaani mtu asiyeishi kama waovu wanavyoamua. Yaani kwamba unajua kuna maisha ya waovu, kuna tabia za waovu, kuna mienendo ya waovu, kuna taratibu za waovu, kuna namna wanavyofanikiwa waovu. Na anasema wala hakusimama katika njia ya wenye dhambi. Ina maana unakuta watu wanafanya ujinga na wewe unajiunga nao. Mungu anasema huyu mtu akijiepusha na haya mambo. Wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, watu ambao mizaha. Biblia inapozungumza mizaha ni kupuuza mwongozo wa Mungu, kupuuza tabia za kimungu. Anasema huyu mtu ambaye anapendezwa na sheria ya Bwana ana heri. Heri ni uwezo wa kukubalika, uwezo wa kushinda. Yakobo anasema hivi katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 22 hadi wa 25, anasema hivi: lakini iweni watendaji wa neno, wala sio wasikiaji tu, mkijidanganya nafsi zenu. Kwa maana mtu akiwa ni msikiaji wa neno wala si mtendaji, huyo ni kama mtu ajiangaliaye uso wake wa asili katika kioo. Maana hujiangalia mwenyewe, kisha huenda zake, mara husahau jinsi alivyo. Lakini yeye aitazamaye sheria kamilifu, sheria ya uhuru na kudumu, si msikiaji asahauye, bali mtendaji atendaye, huyo atabarikiwa katika kutenda kwake. Yaani yule ambaye anasikia na kuanza kuishi. Unajua uokovu unatuambia mambo mawili: kuyajua mapenzi ya Mungu na kuyafanya, kuyajua machukizo ya Mungu na kuyaacha. Sasa kuna watu wanasikia na wengine wanafundisha kabisa. Yaani anaweza akakufundisha kitu ambacho hauwezi kukiishi mwenyewe. Mtu huyu hatokaa azione baraka za Mungu kwenye maisha yake. Maisha yako yanategemea kiwango ambacho unakubaliana na sheria ya Mungu inazungumza nini. Kwani Yakobo ni agano la kale? Yakobo ni agano jipya. Anazungumza, anasema lakini yeye aitazamaye sheria kamilifu, sheria ya uhuru, sheria ya kudumu, huyu si msikiaji anayesahau, bali ni mtendaji atendaye, huyo atabarikiwa katika kutenda kwake. Katika kitabu cha Mathayo, Yesu anazungumza kitu cha ajabu. Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 hadi wa 27, anasema hivi: kila mtu asikiaye maneno yangu na kuyafanya, kila mtu asikiaye maneno yangu na kuyafanya. Ina maana Yesu amekuja kutuletea sheria ya Mungu, amekuja kutufundisha kanuni ya Mungu. Kama vile Moses alivyotumwa kwa wana wa Israeli, ndivyo ambavyo Mungu anakuja mwenyewe kutufundisha yale yatupasayo. Na anazungumza, anasema hivi: atafananishwa na mtu mwenye busara, atafananishwa na mtu makini, mtu anayejua kufikiri na kuelewa.
mtu anayejua yampasayo, kwamba sasa hivi ni kulima, sasa hivi ni kupanda, sasa hivi ni kuvuna, sasa hivi ni kuandaa shamba. Huyu mtu ambaye analisikia na kulielewa na kuliishi neno la Kristo Yesu. Hakuna namna utaishi nje ya sheria ya Mungu, kanuni ya Mungu, mwongozo wa Mungu, uone uungu katika maisha yako. Hakuna hata siku moja utamshinda shetani yoyote, awe shetani wa magonjwa, awe shetani wa umasikini. Hakuna shetani utakayemshinda kama huwezi kumtii Mungu. Narudia, hakuna shetani utamshinda kama hauwezi kumtii Mungu. Unajua, nilikuwa namfundisha mtu mmoja, nikamwambia watu wanafikiri ukizungumza shetani, wanafikiri lile Lucifer lilofungwa kuzimu tu, wanafikiri huyo ndio shetani. Sikiliza, kila mtu unayemuona kuna shetani anakufuatilia, anatafuta uangukie wapi. Yaani kila mtu, shetani wako anaweza akawa ni mchawi au ni mganga, unaweza ukawa ni mzimu, shetani atahakikisha shetani ametengeneza mawakala dunia yote kuhakikisha anashughulika na wewe. Unaweza ukajikuta kuna roho ya hila inakuandama. Ili uweze kuishinda hii hila, ili uweze kushinda hii chuki, ili uweze kushinda huu ugonjwa, kama huwezi kumtii Mungu, sahau kabisa. Katika Yohana sura 15 mstari wa 10 na 15 anasema hivi. Yohana sura 15 mstari wa 10 hadi wa 15, mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Amri za Yesu ni zipi? Amri za Yesu ni zipi? Anasema kama mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake, nawaambia haya ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimie. Amri yangu ndiyo hii, mpendane kama mimi ninavyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mkuu kuliko huu, kwamba mtu autoe uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi ni rafiki zangu mkitenda ninayowaamuru. Naongea na mtu anasema hivi, urafiki wangu na ninyi unaanza kazi mkifanya niliyowaamuru. Ina maana Yesu anasema hivi, mimi nimejitoa kwa ajili yenu, lakini kile nilichokifanya katika msalaba, kile nilichokipigania, kile nilichokinunua kwa shetani, kitakuwa kwenu ikiwa mtatii yale niliyowaamuru ninyi. Kuna kitu cha ajabu hapa. Na ndio maana unaweza kuwa Mkristo lakini unaumwa, lakini Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Aha, kumbe hajadanganya, si ndio? Kwa nini hajadanganya? Kwa sababu yeye amesema ahadi hii, utendaji huu utadhihirika kwangu kwa sababu nimeitii ile sheria aliyonifundisha. Aha, kumbuka kile Musa anachomwambia Joshua, na Mungu anamkumbusha Joshua, anamwambia ukielewa, ukaelewa na kuyafanya haya ambayo Musa alikuongoza, utabarikiwa kila uendako. Sasa Yesu anasema hivi, bila kujali urafiki wako na mimi, mpaka utakapofuata haya ninayokufundisha leo. Ina maana kama huwezi kuishi katika yale ninayokufundisha, kile nilichokigharimikia kwa shetani hakitakuwa cha kwako milele. Tunaweza tukawa Wakristo ambao tuko nje ya ahadi na upendo wa Mungu. Tunaweza tukawa Wakristo ambao hatuwezi kuvuna chochote kutoka kwenye kazi ya msalaba. Je, tunafuata Yesu aliyotuamuru? Tunaufuata mwongozo wa Mungu? Wakati najifunza Pentekoste nilikuwa nashangaa sana. Anaposema Pentekoste, watu wako waje kwangu kwa dhabihu, kwa kadri
nilivyowabarikia. Ina maana Mungu anaangalia kiwango alichokubariki. Umebarikiwa kiwango gani? Hicho kiwango ndicho anachoangalia. Unaweza ukafanya nini? Wana wa Israeli wanaingia kwenye nchi, wanapiga majeshi, wanawahamisha mataifa, kila mmoja anateka nyara, alafu Mungu anawaambia vile vyote mlivyovivuna vileteni. Ni rahisi eh? Sio rahisi. Ameleteni maganda yenu ya kwanza, mtakayoyavuna kwenye hiyo nchi yatakuwa ya Bwana. Pentekoste haitadhihirika kwa mtu ambaye hajatii. Maana Pentekoste ndiyo inayoamuru matokeo yanayofuata kwa mwaka. Kwamba mwaka huu nini Mungu amekusudia kwenye maisha yako? Nini Mungu amekusudia kwenye ndoa yako? Nini Mungu amekusudia kwa watoto wako? Nini Mungu amekusudia? Nini Mungu amekusudia? Unaweza ukasimama kwenye sheria ya Mungu. Mwaka mmoja nilipitia tukio moja la kufa. Kapita shida moja na nikawa nimekufa. Kufa kabisa, sio kiroho, nikafa kabisa. Alafu nikarudishiwa uhai baada ya muda. Nikapita baada ya muda, nikapata tukio lingine, nikafa tena. Nikarudishiwa uhai mara ya pili. Nikapita baada ya muda, nikakutana tukio lingine. Ni matukio ya ajabu, na sio matukio ya rahisi kama unavyoweza kufikiri. Fikiri unaweza unapata ajali, alafu ripoti ya daktari inasema huyu kashakufa. Unatokea tukio ushakufa, alafu Mungu anakurudisha mara 3. Wiki iliyopita nilikuwa nimelala, ilikuwa Jumamosi, kwa nimesoma, nikaandaa ibada, nikaomba usiku ule, alafu nikaenda kulala. Nilipolala, baada ya muda mfupi naona mimi natoka kwenye mwili. Sio kama unajua kufa, yani kufa mnatengana na mwili. Nikawa najiuliza kwa nini ninakufa. Nataka uelewe vizuri. Nikawa najiuliza kwa nini ninakufa. Lilikuwa ni swali langu. Mbona ninakufa? Siwezi kurudi tena kwenye mwili, nakufa kabisa. Siumwi, sijapata tatizo kama miaka ile nilivyokuwa nakutana matatizo, lakini ninakufa. Alafu baadaye roho ikarudi kwenye mwili, nikakurupuka. Nikajua kabisa nilikuwa nimekufa hapa. Niko mwenyewe. Nikakaa, nikasikia usingizi mzito, nikalala. Ile nimelala nasikia nakufa kabisa. Roho imetoka kwenye mwili. Halafu najiuliza swali lile lile. Kwa nini ninakufa? Mbona nakufa? Lilikuwa ni swali langu nililojiuliza mara ya pili. Nikapambana, ninajiuliza kwa nini nakufa? Halafu roho ikarudi kwenye mwili. Sio ndoto, kifo. Mara ya 3, usiku mmoja, nakufa kabisa. Yana kufa, nakuwa nauona mwili wangu uko hapa. Geti tu la mbinguni ndo halijafunguliwa. Najiona niko hapa. Mbona nimekufa? Najiuliza kwa nini nimekufa? Halafu nikakurupuka, nikawa hai tena. Jumapili nilikuwa na huzuni, siwezi kumwambia mtu kwamba usiku nimekufa mara 3, yani siwezi kumwambia. Jumatatu mke wangu akanipigia simu, akaniambia kuna ndoto nimeiota. Sasa wakati anaota ndoto, mimi napewa tafsiri na Roho Mtakatifu. Sasa nataka kuanza kuelewa. Mtu akifa, maisha yote uliyoyafanya duniani, umejenga, umezaa watoto, umeoa, ni sawa na mtu uliyeenda chooni. Si mnajua tukienda chooni
kama umetokea kijijini, kuna yale mashimo ya choo, kidondosha mzigo unauona kabisa. Hivi unaweza, si nyote tunaendaga kama hujaenda leo, jana ulienda, kama hujaenda jana, siku 3 mbili ulienda, yani hapo umejitahidi. Kwa kila mmoja aliwahi kwenda. Sasa iko hivi, ukiona umeenda chooni, kile kilichokupeleka chooni kimepambaniwa sana. Nikimuonaga mke wangu anapika, yani anakaa yuko serious, anapika, anaungua, anakaanga, anachoma, anaweka vizuri, anatoa manyoya kama ni nyama, anaiweka vizuri vizuri. Lakini wanawazaga, yani angejua tutakula alafu tutavitupa kule sangeachaga tukala hata mabichi, tusijisumbue, maana mwisho wa yote tutayatoa. Sasa wakati ananisimulia ile ndoto mke wangu, Mungu ananipa ufunuo, ananiuliza, uliwahi kuacha ule mzigo chooni alafu ukakaa ukasema hebu niende kuangalia imekuwaje? Nani aliwahi kufanya hivyo? Kwamba yani umeenda chooni umemaliza, chooni sio neno la aibu, sote tunaendaga, alafu umekaa masaa 3 naenda kuangalia mzigo wako. Hivi ule ni kweli nilipambania kile chakula, ile chipsi, ile Pepsi, ile Coca, nilipambania, nilipika, nikaungua. Yule kuku nimemla, alafu nimemtoa, ngoja niende kuangalia. Kuna mtu aliyewahi kufanya hivyo? Kwa nini? Hatuna akili so, jamani, tulichokitoa tukakitupa si cha maana? Mungu akawa ananiambia, nimetaka ukumbuke uliwahi kufa nikakupa uhai, ukafa nikakupa uhai, ukafa nikakupa uhai. Nilikuwa na kukumbusha kwamba wewe hauishi tu, wewe unaishi kwa sababu mimi nimekupa uhai. Na Mungu akawa ananiambia kwenye ile tafsiri ambayo mke wangu ananiambia hivi, kwa nini wakati umekufa ulikuwa hukumbuki mke wako umemwacha na nani, watoto umewaacha na nani, wazazi umewaacha na nani, kompyuta yako nzuri umeiacha na nani, washirika wako wazuri umewaacha na nani, habari njema umeiacha? Kwa nini hiyo kumbukumbu haikuwepo kabisa? Wewe ulichokuwa unawaza, kwa nini nimekufa? Kuna mtu unanielewa? Mungu akaniambia maisha ya duniani ambayo hayahusiani na kusudi la Mungu ni sawa na mtu aliyepambana akakopa, wakanunua unga, wakapika chakula, wakala, alafu anamaliza kula, nasikia tumbo, anaenda chooni. Kwa nini usiambie weka tu huko, nimekupambania? Mungu akananiambia maisha ambayo unayaishi ni kama hicho mnachokipeleka chooni. Utakapokuwa umetoka kwenye mwili wako, vyote ambavyo ulivifanya ambavyo sijakutuma havitakuwa hata kwenye picha yako, hutakumbuka kabisa. Utakachokuwa unakikumbuka ni ile mission ambayo Mungu alikupa kuifanya, na utaanza kujuta kwa sababu vile vitu vyote, yani kama umejenga nyumba, umezaa watoto, lakini Mungu alikutuma uwe daktari uwasaidie watu 10. Wewe utaanza kujutia, kwa nini nilikuwa daktari badala ya kuwasaidia nikawaumiza watu? Utaanza kukumbuka Mungu alikusomesha, alipambana akahakikisha unazaliwa kwenye familia, unasoma, unapata ajira, unapata mshahara. Mungu alikusudia injili yake ihubiriwe, watu wengine watolewe kwenye ufalme wa giza. Utaanza kujutia ile kazi tu aliyokuwa amekupa Mungu. Vile vya watoto wako, wazazi wako, wapendwa wako, hutavikumbuka kabisa. Nakupa ushuhuda harisi kwamba kusudi la Mungu ndilo unalolikumbuka tu. Unajua kwa nini nilikuwa najiuliza kwa nini ninakufa? Unajua kwa nini? Kwa sababu
maisha yangu hayajafanya kile, yani hayajakifanya kile ambacho kinakusudiwa kifanyike, ina maana ni kama napoteza hivi. Sio kama unanielewa hivi? Si unajua ukitapika inauma kuliko kupitisha huko. Sema wewe nimetapiga bwana, yani ya huko haiumi, ile ya hapa inauma. Tunafahamu jamani? Kwa Mungu ananitazamisha kwamba kuna sababu ya kuishi. Siishi kwa sababu nina watoto, siishi kwa sababu nina nyumba, siishi kwa sababu nina smartphone. Hapana. Wiki hii niliongoza ibada za vijana waliokufa. Kijana amezaliwa mwaka 2003. Amesoma, ameajiriwa, amefika mgodini, pepo limepanda, amejirusha kwenye shimo, amekufa. Kuna kitu naelewa ya kwamba kusudi la Mungu baada ya maisha yako haya ndilo linalofuata, ndiyo picha iliyo kwenye maisha yako. Sasa unatii au tii ni hasara yako. Unaweza ukajiona ni mjanja wa kuacha kutii ili uyafanikishe mambo yako, alafu siku moja utakuja kuona kama hayapo, utalia, utateseka. Mungu amekusudia nini kwenye maisha yako? Mungu amekusudia nini kwenye elimu yako? Mungu amekusudia nini kukupa mwili ulionao? Kuna wakati napitaga mahali unakuta mtu anasukumwa kwenye kigali kile kibaiskeli, mikono imekunjamana, miguu haiko, mwingine hana macho, mwingine hana hivi. Unajiuliza, kwa nini mimi siko kama huyu? Kwa nini mimi naweza kusimama? Maisha yangu ni kwa ajili ya nini? Mafanikio yako makubwa yatatokana na kulitimiza kusudi la Mungu, sio kuwekeza asset kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu ambacho ni kizuri leo, baada ya miaka 5 hakifai. Miaka 3 iliyopita, kama 3, tulikuwa na iPhone 15 na kila mmoja alikuwa anaitamani hapa. Nani anaitamani tena? Tunataka 17 miaka 3 tu. Mwakani wanaleta 18, mwakani wanaleta 19. Kile ambacho unakipambania, kile ambacho unakipigania hakina maana. Kitu chenye maana tu ni kusudi la Mungu lililo ndani yako. Usisahau hili. Maisha ya duniani ni sawa na ajira. Mkataba wako wa kazi ukiisha, ndio imeisha hivyo. Mkataba wako wa kazi ukikoma, ndio umekoma hivyo. Wakati wako wa kustaafu ukifika, ndio imeisha hivyo. Nini kitakachofuata baada ya kutoka hapa duniani? Sisemi utakufa kesho, lakini mimi najua naweza nikafa muda wowote, kwa sababu huwa nasemaga kitu kimoja, hata nisipokufa leo bado nitakufa, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Sikuna watu wanasinzia hapa. Mnajua ukisinzia unaendaga wapi? Unajua yaani ukisinzia unajua unaenda wapi? Unaweza ukatuambia sasa hivi umeamka au ndo umesinzia? Yaani hapa tulivyo hivi unajua hapo huko unaota au huko yaani uliwahi kujiuliza kwamba hivi hapa ndo usije ukajikuta sasa hivi ndo unaota hivi yaani wakati unajua unaota ndo unaishi, wakati unajua unaishi kumbe ndo unaota lazima urudi ujue mimi ni nani.
Nini ambacho nimekibeba na kukikamilisha? Utaanza kuyaangalia mambo ambayo Mungu anayahitaji katika sikukuu zake, hasa anapokuambia njoo na sadaka maalum. Njoo na sadaka maalum. Langoni Yesu Bwana, wote wai. Unaweza ukawaza nini Mungu anazungumza na wewe jioni ya leo? Nini anakuagiza? Na uanze kuangalia kilicho cha muhimu ni wewe au ni Mungu? Kilicho cha muhimu ni watoto wako au ni Mungu? Kilicho cha muhimu ni wewe au ni Mungu? Biblia inazungumza kitu cha ajabu. Wanadamu wanasema, mwanadamu atawezaje kumwibia Mungu? Lakini anasema ninyi mmeniibia. Mmemwibia, nimemwibia. Sikia Mungu anachokuagiza leo kwa ajili ya Pentecost. Usitoe sadaka kwa sababu ni sadaka. Fanya kile ambacho Mungu anakuagiza. Sadaka ya Pentecost sio sadaka ya kawaida. Ni sadaka ya utumishi ambayo inapelekwa kwenye madhabahu. Inapelekwa kwenye madhabahu kutenda utumishi kwenye madhabahu, na inabadilisha historia ya kila mmoja anayeamini. Acha sadaka yako ya Pentecost igeuze, ibadilishe kutoa katika ahadi ya Mungu hata udhihirisho wa utendaji wa Mungu. Inatokea leo, inatokea sasa. Wakati huu tunapoimba, sikia kile Mungu anachokusemesha, ndicho ukifanye sasa. Usitoe kama bahati mbaya, toa kwa sababu ni mwongozo wa Mungu kwenye maisha yako, na Mungu yuko tayari kukubariki. Bwana Mfalme, hizi ni sadaka ambazo watoto wako tunazitoa. Ni dhabihu kamili ya Pentecost, sawasawa na ulivyotuagiza, sawasawa na ulivyotutuma. Wengine umewapa mbegu ya kupanda katika madhabahu yako na wako tayari kuiachilia sasa. Wengine wanapanda kwa imani kabisa, kwa sababu ni kile walichokitegemea, lakini wanatii, lakini wanafuata maelekezo, kwa sababu wamejua maisha ni kwa ajili yako Bwana na sio kwa ajili yao. Ni maombi yangu jioni ya leo, rehema zako ziongee kwa kila sadaka inayotolewa jioni ya leo. Ninasimama kama mtumishi wako na kuhani na kuzinua sadaka hizi kwako, zikawe manukato mbele yako, zikawe manukato mbele yako, zikaongee, zikabadilishe historia za watoto wako. Haya yote ni kwa sababu wewe ni Mungu, ni mfalme, ni Bwana. Ndio maana watoto wako wanatoa sadaka ambayo walihitaji katika maisha yao. Katika jina la Yesu wa Nazareti, ninambariki kila mmoja anayekutolea na kubariki familia yake, kubariki destiny yake na kuruhusu utendaji wako katika maisha yake. Sante Bwana, kwa sababu uaminifu wako unatua kwa kila anayeachilia sadaka hii ya utii.
katika jina la Yesu wa Nazareti. Tolee Bwana sadaka yako maalum ya Pentecost. Chilia sadaka yako sasa. Hii ni sadaka ya imani, sadaka ya imani sawa sawa na kile ambacho Mungu amekuagiza. Chilia sadaka yako. Lango ndiye Yesu, Bwana wote waingie kwake. Lango la mbinguni li wazi. La mbingu li wazi. Oh, lango ni Yesu.